Mungu, kwa mara nyingine tena tunakuja mbele zako katika siku hii njema. Tunakubali kwamba leo ni siku ya 30, siku ya mwisho wa mwezi wa 5. Mwezi huu Bwana, siku ya Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 5, na sio siku ya mwisho wa mwezi wa 5. Mwezi huu Bwana umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili, Jumapili ya 3, Jumapili ya 4 na hii pia. Tunayo sababu ya kukubariki kwa ajili ya Jumapili ambayo tulikuwa nazo. Tuliuona mkono wako siku ya tarehe 2, siku ya tarehe 9, siku ya tarehe 16 na siku ya tarehe 23, na leo tunategemea kuona mkono wako. Bwana, kama ambavyo umekuwa ukisema nasi, tunaomba kiwango kisishuke chini bali kipande juu. Ukaseme nasi zaidi, ukatuvuvie zaidi, ukatubariki zaidi, ukatuinue zaidi, na hiyo nguvu ikatupeleke mwezi ujao katika neema kubwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe sema nitawabariki, utubariki. Wewe sema utatuinua, utuinue. Wewe sema utakuwa pamoja nasi siku zote hata utimilifu wa dahari, ukawe nasi siku zote hata utimilifu wa dahari kwa jina la Yesu Kristo. Wewe sema utatulinda na mabaya yote, utulinde na mabaya yote. Amen. Wewe umesema utakuwa ngome yetu, ngao yetu, kigao chetu, boma letu, iwe hivyo kwenye maisha yetu. Amen. Maana tunaishi na jamii zilizo mchanganyiko. Ndani yake kuna watu wema, lakini pia kuna watu wabaya. Kwa ajili ya ile kundi la pili, watu wabaya, watu waovu, tunakuhitaji sana Yesu kutulinda na kutukinga na kutuhifadhi hata mwisho wa siku tuingie katika ufalme wako. Amen. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Naomba ukae. Naomba nizungumze kidogo katika ratiba ambayo tulikuwa nayo siku 3. Ujumbe ambao tulikuwa nao au kauli mbiu ilikuwa inasema kumjua Mungu kwenye mapito yako. Na mtu ambaye tulimfanya kama center ya mahubiri yetu walikuwa wawili, lakini hasa tulizungumza habari za mmoja. Tulipenda tumwangalie Ayubu, lakini hatukusoma sana habari zake, tulizisoma kidogo kama sehemu ambayo imetoka kauli mbiu. Tuliangalia sana habari za Yusufu, kwa jinsi ambavyo mapito yote alikuwa anayapitia Yusufu yanaweza kuwa yalionekana ni bahati mbaya, au yaliweza kuonekana ni mtu mwenye nuksi, lakini mapito yale yalikuwa ni ya Mungu kumpeleka kwenye baraka yake. Lakini yeye aliyekuwa anapita, jiulize, alikuwa anawazaje? Wewe jiulize hayo. Ndugu zake wanamchukia, ndugu zake wanamvua nguo yake, wanamvua vazi lake, ili hatimaye wakichinja mwanakondoo walitie damu, alafu walichukue mpaka kwa baba yao, mwambie itambue hii nguo ni ya nani. Alafu akisema ni ya mwanangu, basi aseme mwanangu ameuawa, wanyama wakali wamemdarua. Mtu ambaye walimtumbukiza kwenye kisima ambacho maji yalikauka kwa muda mrefu, inawezekana kulikuwa na majoka na vitu vingine vya hatari. Mtu ambaye walimtoa kwenye kisima sio kuyakomboa maisha yake, lakini walimtoa kwenye kisima ili wamuuze, wamgeuze kuwa bidhaa kwa Waishmaeli. Wewe umepitia maisha haya? Ushakutana na maisha haya? Na kama ingekuwa ni wewe unapitia maisha hayo, ungemwazia nini Mungu? Ungetafakari, ungesema nini kuhusu Mungu? Lakini Yusufu alinyamaza, na sio tu kunyamaza, hakuacha uchaji wa Mungu kwenye maisha yake. Hata aliposhawishiwa atende dhambi ili apate favor kwa binadamu, akakataa. Leo watu wengi wanatenda dhambi kupata favor kwa wanadamu.
wanaamua kuuza miili yao wapate kazi, wanaamua kuuza miili yao waolewe kirahisi, wanaamua kufanya vitu vya ajabu, kutoa rushwa ili wapate favor. Yusufu hakufanya hivyo. Amen. Akachukuliwa mpaka Misri, akaletwa kwenye soko la biashara ya utumwa, na alipoletwa kwenye ile soko, yeye pia akauzwa. Na aliyemnunua kuna mtu anaitwa Potifa, akamnunua kwa vipande vya fedha na akamchukua kuwa mtumwa wake. Unaponunuliwa wewe tena una amri juu yako. Kununuliwa sio kuolewa. Kununuliwa sio kuambiwa huyu ni mfanyakazi tuna mkataba naye wa kulipa mshahara. Ukinunuliwa wewe mshahara hulipwi. Wewe unatumikishwa maisha yako yote unless upate mtu mwema. Kununuliwa sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Hizi biashara za utumwa ambazo tunazisoma ambazo zilimhusu Yusufu ziliendelea mpaka ila 19. Zikasimamishwa hapa Zanzibar na mtu ambaye anaitwa David Livingstone. Ndio maana tuna kitu tunaitwa pale September Market pale Mkunazini. Soko la utumwa lilikuwa pale. Watu walipigwa, watu walilia, watu waliuzwa kama vile ambavyo watu wanavyouza nazi, wanavyouza nyama, wanavyouza bidhaa, ndivyo walivyouzwa. Huwezi kuiambia nazi, je, utaniungia mboga yangu au niungii? Nazi ukiipata unaipasua. Ndivyo walivyokuwa wao. Mtumwa anaponunuliwa aambiwe utakwenda kufanya kazi gani, yeye anafikishwa nyumbani na anatumikishwa. Basi Yusufu alipitia hali hiyo. Lakini jambo moja Ayubu anasema kwenye kitabu cha Ayubu sura 23. Ayubu sura 23 mstari wa 9 na wa 10 anasema, na mkono wa kushoto afanyapo kazi lakini siwezi kumwona, ujificha upande wa kuume hata nisimwone, lakini yeye aijua njia niiendeayo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ayubu anatupa ushuhuda ya kwamba wakati Yusufu anapita kwenye mapito hayo yote, na yeye anajiuliza maswali mengi, kwa nini ananipata, kwa nini ananitokea, na kwamba kilichokuwa kinafanya vitu hivyo sio nguvu za giza, sio mapepo. Alikuwepo Mungu ambaye anajua njia anayopita ili kumfikisha kwenye ndoto zake. Kumbuka aliota ndoto. Ndoto ya kwanza aliota miganda 11 ikaja mbele yake, na yeye mganda wake ulisimama katikati, hapo miganda 11 ikaja mbele yake ikamsujudia. Miganda 11 ilikuwa inawakilisha ndugu zake 11, yani kuanzia Ruben mpaka Benjamin. Na wakati mwingine tena akaota ndoto ya pili, akaota jua, mwezi na nyota 11 vinamuinamia. Jua likamwakilisha baba yake Yakobo, mwezi ukamwakilisha mama yake, na nyota 11 ikawakilisha ndugu zake wa kiume. Na mambo hayo alipoyasema kwa ndugu zake, ndio ikawa chanzo cha kuibua chuki yote. Swali, je, niwaambie ndugu zangu maono yangu? Kama Mungu anakusukuma uwaambie kwa ajili ya ushuhuda, usiogope, waambie. Sema amina. Amen. Ingawa itakuletea mateso. Maana wanajiuliza, ni kweli huyu atakuwa hivi, itakuletea shida. Lakini kama ni Mungu amesema waambie, ili kwamba ije kuwa ushuhuda kwao, waeleze. Sema amina. Amen. Lakini ukisikia kuto kuwaambia, kwa Roho Mtakatifu pia usiwaambie. Kwa sababu Mungu anajua wakati mwingine wengine hamna uti wa mgongo wa kubeba manyanyaso. Unajua kuna watu hapo ukiwanyanyasa kidogo wanalia kama mwaka mzima. Na ukimuuliza unalia nini, anasema nilinyanyaswa kidogo, nilinyimwa kitu fulani. Kuna watu unakuta ukimwambia wewe si maskini tu, analia mwaka mzima. Mtu akwambia wewe ni maskini tu, utakiwa kulia mwaka mzima, unakanusha tu maneno yake. Basi mwambie mimi sio masikini, mimi ni tajiri mtarajiwa. Basi Yesu akulia alipoambiwa wewe ama una pepo. Yesu akwanza kusema hapo adondoke chini azimie.
Alipoambiwa ama una pepo, alichofanya akasema sina pepo. Basi biashara inaendelea. Tazama wewe unapoambiwa vitu na watu unakimbilia kulialia. Hatuhitaji washirika namna hiyo kanisani. Hata kama maneno mabaya anakuambia mumeo, kanusha. Hata kama maneno mabaya anakuambia mkeo, anasema wewe mwanamume gani? Huna hela. Si lolote. Mwambie mimi ni mwanamume wa maana, tena natafutwa na nina hela. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wewe unaelewa mimi ninazo. Mbona unipe mimi nitakupa siku moja. Kwa sababu wakati huna mpigie makofi na sema amina. Kijana mume anakuambia, "Wewe mwanamke gani? Mbona unafanya hivi?" Wewe mwambie natafutwa, tena umepata bahati kunioa. Mwambie kujiangalie, wewe ulikuwa na sifa kunioa mimi. Si bahati tu. Bwana asifiwe. Amen. Dawa ya moto? Sio unaambiwa hivyo, eti unaenda kwenye kochi. Wewe nini wewe? Unalia nini? Eti mwanamke kanambia na sura kama bundi, angekuoa. Angekuoa. Mwambie wewe ulioa bundi. Wakati mwingine mnajidhoofisha wenyewe. Wala usingedhoofika. Unakuta katini ni bosi wako. Anaanza kukwambia, wewe unajua hujasoma, mwambie ningekuwa sijasoma ungenipa kazi hapa. Muonyeshe kwamba una ubavu katika Kristo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Njia aliyokuwa anaipitia Yusufu haikuwa ya kawaida, ngumu sana. Lakini hiyo njia Mungu alijua ndio inampeleka Yusufu kwenye baraka tele. Amen. Mwambie jirani yako, njia unaipitia Mungu anaijua. Kama ni manyanyaso Mungu anaijua. Kama ni kukosa kazi Mungu anaijua. Kama ni kukaa muda mrefu, unajua tuna hata wazazi wengine wanatumiwa na shetani kunyanyasa mabinti zao. Yeye anakaa tu hapa nyumbani. Si ataolewa lini? Ambeni nitaolewa kwa ndoa nzuri kuliko wewe mume wako uliokuwa nayo. Wewe ni mamangu, huyo mama yako anakuambia maneno anamnene mama yako huyo. Anakuambia maneno ambayo yanakufanya ujisikie kama vile una mikosi, kama una nuksi, ni mama yako huyo. Si ulitokea tu. Unamjibu unamwambia mama tulia. Utaiona ndoa nzuri kuliko ya wewe na mumeo. Au mumeo ni baba yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima tuseme kwa imani. Lazima tumwamini, tusimuona kwa macho ya kwamba yupo Mungu anayefanya kitu kwa ajili yetu. Amen. Na kwamba hatupo pale kwa bahati mbaya, hatukuzaliwa pale kwa bahati mbaya, hatuko mjini kwa bahati mbaya. Yupo Mungu wa mbinguni. Sema amina. Amen. Akawa katika nyumba ya Potifa. Baada ya muda akapata jaribu la kubakwa. Wanaume nao wanabakwa. Wakina dada, mmesikia habari? Mkuu mnabaka. Na siku hizi mnabaka kijanja. Siku hizi mbaki kwa kudoshika. Mnabaka kwa kupiga jeki matiti. Mnabaka kwa kuvaa vimini. Unashangaa. Yaani yanakuja huku. Wakati kiasili yameinamishwa yanaangalia mbele. Hayaangaliaji juu. Kuna namna ya nguo zingine huwa inapasuka hapa katikati. Kanaonekana kwa upande huu na kwa upande huu. Wanaume wanabakwa siku hizi hatari. Sasa na kama mwanamume huyo hajafanya agano na macho yake kama Ayubu. Maana Ayubu alisema nafanya agano na macho yangu, sitamwangalia nani? Msichana. Lakini midume mingi ya siku hizi fikiri inafanya. Midume mingi siku hizi unaweza kuta anaangalia hivi mpaka anaweza. No. Wewe vipi? Tupo. Upo wapi? Alafu yuko kanisani hapo. Yule wa Potifa alimshika kabisa Yusufu, akasema lala na mimi, akamkuja Yusufu akapatua. Siku hizo kushiki lala na mimi, wanakutega. Wanaenda kuoga, alafu maji hawayafuti na mataulo, wanavaa kanga na ganda kila mahali, inaingia kila mahali, alafu akitembea vitu vinatikisika na unafia maporomoko ya maji. Kijana wa kiume anasema Bwana Yesu. Ndio hali za sasa. Na hata ukiangalia kwenye mitandao wanavaa t-shirt alafu wanazitia maji ili waonekane kwamba wako kwenye muda wa saa 6 yao. T-shirt inavaliwa fanaitia maji. Alafu saa 6 inaonekana. Wanawabaka sana vijana.
lakini waambie kwenye kanisa watupate. Waambie kwenye kanisa watupate. Yusufu akasema, nimtendeje Bwana ubaya mkubwa namna hii? Si nimtendee Potifa. Wewe mke wa Potifa, mimi na Mungu siwezi kufanya ubaya mkubwa namna hii. Yule mwanamke akatengeneza kesi kwa sababu aliona aka kadogo lazima nikalipize kisasi kwa sababu amekataa nilichokitaka. Ile nguo alibaki nayo akaifanya ushahidi. Aliporudi Potifa akamwambia, unaona? Kwanza kama Potifa kurudi akaanza kuambia wafanyakazi, unaona mwenzenu? Sasa wafanyakazi ambao walikuwa wanamchukia Yusufu wakafurahia maana ataondoka tuchukue nafasi yake. Lakini walikuwa wanamjua Yusufu walikuwa hawaamini. Kwa sababu hawajawahi kumuona hata siku moja akipiga bodi. Maana hapa kuna vijana wa kiume tuwaamini kwa sababu tumewahi kuwakuta wanapiga bodi. Kuna vijana wa kiume hapa tuwaamini kwa sababu tumewahi kuwakuta kwenye zile YouTube zao. Picha zao wanazoangalia kwenye visimu vyao nyingi za mapenzi. Hao hatuwezi kuwaamini sana. Lakini Yusufu hajawahi kukuta anapiga bodi. Yeye kazi zake, shughuli zake, maombi, mifungo kama hizi. Potifa aliporudi bila hata kumuuliza Yusufu kwa nini ulifanya hivi, moja kwa moja akamfunga. Fikiria kuhusu hilo. Haya yote nasema kwa sababu nataka nije na ujumbe unaosema ninyi mlikusudia mabaya lakini Mungu alikusudia mema. Ule ujumbe wale. Waliomfikisha Yusufu mpaka Misri ni ndugu zake. Wakati mwingine chuki ya ndugu zako itakupeleka mbali katika Kristo. Sema amina. Sometime chuki ya bosi wako, chuki ya majirani inakufanya uende mbali kimaendeleo. Ndio kilichotokea kwa Yusufu. Usipende tu wakati wote watu wakupende. Sometime acha wakubeze, acha wakuchukie, acha wakuseme. Hiyo inakupeleka mbali. Kama asingechukiwa na ndugu zake, Misri asingefika. Sema amina. Oh, mamangu alipendi, dadangu alipendi. Si ndio sasa wewe mpaka Marekani? Mnanisikia? Yaani kama ndugu zako hawakupendi, usiishie hapa Zanzibar. Anza mipango ya kwenda Dubai, anza mipango ya kwenda South Africa, anza mipango ya kwenda Marekani. Watakuheshimu. Mpigie makofi useme haleluya. Wewe tu kikaa hapa Zanzibar siku 2-3 mara umerudi kwenu. Wewe vipi wewe? Bonyea moja kwa moja. Kwa sababu hawakupendi, si ndio? Wanakuchukia, si ndio? Na unakwenda tena makwazo mengine. Maana yale ulionayo ya kutoshi unayafuata na mengine. Ukirudi wamekukwaza tena mara 100. Yusufu hakurudi ila wao walimfuata. Sema watanifuata. Sema watanifuata. Mchungaji mie huko kijijini kienda, yaani wananidharau. Yaani unafuata nini? Baki hapa, tafuta maisha mpaka yakubali. Ili siku nauli kijijini kwenu, unarudi na kagari kako mwenyewe. Unafika nyumbani unapaki pale nyumbani kwenu. Hawakujui kama ni wewe unapaki. Alafu umepiga suti moja kali sana. Mama anatoka ndani, anamkuta mdada ambaye ni mwanae amewiva, utafikiri embedodo. Anamkuta kijana amewiva, alafu anagonga, jamani mpo? Wanatoka wanakukuta umeng'aa. Wanasema, kwani wewe nani? Wewe fulani? Unaambia ndio mimi. Ndugu zake Yusufu hawakumjua Yusufu, lakini Yusufu aliwajua. Hawatakujua wewe, utawajua kwa jina la Yesu. Nasema utakapopendeza hawatakujua wewe, utawajua. Pamba utakazopiga super. Umeelewa? Ukifika hivi aliyekuwa anakuonea mwenyewe fulani hapo anakuja na kundi la watu wengine, habari ya siku, naambia tulia, umekula vitu. Akiangalia kiatu anasema hiki sio cha nchi hii, hiki si cha nchi hii. Akicheki trouser, akicheki ile shati, akicheki ile tie, akicheki ile koti, alafu zile nywele ulipokata. Kama leo kukataa wakati wa zamani ulimtongoza ukataa, sasa kwa nini sikukubali? Kumbe nilimkataa huyu jamaa. Kwa sababu Bwana amekubariki, Bwana amekuinua. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Nasema ipokee hiyo kwa jina la Yesu. Sio kanisa hili litabaki mahali lilipo, linakwenda mahali fulani.
linakwenda mahali fulani. Usi wakati wote una blame watu wanakuchukia, wanakupeleka sehemu. Na wewe ijue hiyo kwamba hawa kama vile Yusufu alichukua ndugu zake wakampeleka sehemu. Hii chuki ya ndugu zangu kuna mahali inanipeleka kwa jina la Yesu. Ngoja nikusomee kwanza katika Mwanzo sura ya 50. Alafu nirudi nyuma kidogo. Mwanzo sura ya 50. Mstari wa 20. Mstari kuanzia 19 na 20. Mwanzo 20, Mwanzo 50, mstari wa 19 na 20. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Ibn la. Mstari wa 20 akasema, hapo ndio ujumbe unapotoka. Nanyi kweli mlikusudia mabaya. Anawaambia wazi. Na nataka nitangaze leo, kila mahali wanapokukusudia mabaya ndiyo mahali penye muujiza wako. Sema amina. Amen. Mahali popote, sehemu yoyote utakayokwenda, utakayofanya kazi, utakayofanya biashara, wanapozidi kukusudia mabaya, hapo ndipo mahali penye muujiza. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Kwa lugha rahisi, mahali penye mabaya ndio mahali penye mema yako. Mahali penye chuki ndio mahali penye upendo wako. Mahali unapokataliwa ndio mahali utakapokuja kukubaliwa. Anasema ninyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema. Yusufu anaanza kukumbuka njia aliyopitia. Anasema wakati nyinyi mnatengeneza yawe mabaya, Mungu katika zile nyuzi zenu naye akawa anajifumba katika hizo nyuzi ili yawe mema. Njia aliyopitia ndio ile Mungu aliyopitia. Sio alimuuza, naye Mungu alikuwa kwenye soko la utumwa pamoja na Yusufu. Akamleta Potifa akamnunua. Sasa alimpeleka jela, naye Mungu alikuwa jela pamoja na Yusufu, akamfanya mkuu wa gereza ampendelee. Mungu anajifuma kwenye njia za maadui zetu kutufanyia miujiza. Sema amina. Na maadui hawajui, wanatengeneza hila, wanatengeneza ubaya, wanatengeneza mipango mbalimbali. Mungu yupo hapo, naye anajitengeneza kwenye njia zao. Wanafanya hiki, wanafanya hiki, Mungu anafanya mema kwa jina la Yesu. Amen. Anasema nanyi kweli mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Utawaokoa ndugu zako. Amen. Nasema utawaokoa ndugu zako. Amen. Hiyo njia unayoipita usinungunike. Hiyo njia unayoipita ambayo haitokani na mapepo, haitokani na uchawi, bali chuki za watu, chuki za ndugu, chuki za majirani, chuki za marafiki, usiogope, endelea kupita. Kwa sababu mwisho wa hiyo njia utakwenda kuwa kama dhahabu. Hivyo ambavyo Ayubu anatuambia, unapotoka kuwa kama dhahabu, manake unatoka ukiwa mtu wa thamani. Ile thamani unayotoka nayo kwenu sio thamani ambayo Mungu anakupatia. Yusufu alikuwa na thamani kwenye nyumba ya babake. Tena bahati nzuri ndio alikuwa mtoto anayependwa. Na sijui alikuwa anapendwa kwa ajili ya nini, mimi sijui. Labda kwa sababu alizaliwa na mama aliyependwa. Labda. Au kwa sababu walizaliwa mwishoni mama hao akafa. Labda. Labda kwa sababu alikuwa mtii. Labda. Labda kwa sababu alikuwa vyovyote vile alivyokuwa. Lakini Yusufu anasema alipendwa na Yakobo. Na sasa anaondoka nyumbani akiwa ni kipenzi cha baba, lakini ameondolewa mikononi mwa baba yake, anakwenda mikononi mwa watu wasiowajua. Na anakwenda katika njia ambayo hatima yake anayojua ni moja tu: nimewahi kuwa nyota kati ya ndugu zangu, nimewahi kuwa mbua kati ya ndugu zangu, lakini itatokea lini, itafanyika lini sijui, bali natembea katika njia hii nikimwamini Mungu ya kwamba yale mabaya waliokusudia ndugu zangu Mungu atayafanya kuwa mema. Sema amina. Sema amina. Siku moja Yusufu alipokutana na ndugu zake, ukisoma sura pale ya 45 kitabu cha Mwanzo, utapenda
utapenda, utafurahia. Mwanzo sura 45 mstari kuanzia wa 4. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda wapi? Misri. Nisikilize, nilisema tangu mwanzo, wao hawatakukumbuka, wewe utawakumbuka. Mtu mmoja akasema, mla kunde anaweza kusahau, lakini mtupa majani hawezi kusahau. Manyanyaso uliyoyapitia maishani mwako, waliokunyanyasa wameshasahau. Maneno walioyatamka juu yako wameshasahau. Laana walizozisema wameshasahau. Wewe bado kumbukumbu unazo, na Mungu atunze hizo kumbukumbu, ili siku unapoinuliwa uwakumbushe. Sema amina. Na hautawakumbusha kwa ubaya, hautawakumbusha ili ulipe kisasi. Unawakumbusha uwaonyeshe ya kwamba njia ambayo yeye mlidhani ya kwamba inanipeleka motoni ndio njia inanipeleka uzimani. Sema amina. Njia ambayo mlikuwa mnafikiria ya kwamba inakwenda kuniua ndio njia imenipeleka katika ulinzi mikononi mwa Farao. Sema amina. Njia ambayo mlifikiria kwamba inakwenda kunizima ndio njia ambayo imekwenda kuniinua juu kuliko nyinyi wote. Akawaambia, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye ninyi mliniuza nikapelekwa Misri. Nataka utafakari, yani ulimtendea ubaya mtu fulani, ubaya kweli kweli, yani ubaya, alafu siku umepelekwa kituo cha polisi Madema, alafu nakuta faili yako anayo yeye. Fikiria hilo kwanza. Wangapi mmesha kulala lock up? Na kulala rumande, nyosha mkono. Kanisani watu watakatifu sana. Mimi niliwahi kulala lock up. Kena Central, nimelala Central, nimelala Kila Road. Kila Road kuna kunguni wakubwa sana kama kucha. Kunguni anakaa kwenye, kuna vitogo mle. Yaani kunguni mmoja akivuta damu mpaka unajisikia hii damu inavutwa. Halafu Kila Road ukiingia tu siku moja, hata ukitoka siku hiyo unanuka kinyesi mwili mzima, maana mtondoo uko pale. Central pale kuna choo. Mtondoo uko pale. Ukimwagika, ukijaa, mtajijua. Sasa jaribu kuwaza, umemfanyia mtu ubaya, alafu yeye ndio askari ana faili yako. Jaribu kupiga hiyo picha. Ndugu zake Yusufu walijisikiaje wakati wamesimama mbele ya Yusufu ambaye walimfanyia ubaya na ukatili na wakataka kumuua. Sasa yuko nao kwenye chumba, alafu wa Misri walinzi wa Yusufu wameambiwa watoke nje kidogo, wamebaki na Yusufu. Unafikiri wanawaza nini? Ruben alikuwa wa kwanza kudondoka chini kumwambia utusamehe, maana walijua atakachofanya Yusufu ni kusema warundikeni ndani ili washike adabu. Lakini Yusufu hakufanya hivyo. Akasema ndugu yenu Yusufu, akaanza kulia. Usiwalipe kisasi watu waliokuonea, usiwalipe mabaya watu waliokuonea, lakini waonyeshe kwamba mabaya waliyofanya Mungu ameyageuza kuwa mema kwako kwa jina la Yesu. Waonyeshe mabaya waliyofanya Mungu amegeuza kuwa baraka kwako kwa jina la Yesu. Mstari wa 5, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huko, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha za watu wengi. Yusufu anageuza ujumbe wa majonzi, ujumbe wa huzuni, anaufanya kuwa ujumbe wa wema. Sema amina. Anasema msihuzunike, maana Mungu alitumia mikono yenu, Yehova alitumia mikono yenu, myafanye yote mnayoyataka ili leo niwe hapa. Mwambie mtu fulani, fanya unayotaka niende kwenye kilele cha baraka yangu. Kuna watu lazima wafanye wanayotaka juu yako. Wakuseme sana, wakusengenye sana, wakubeze sana, waruhusu wafanye hayo. Kwa sababu hiyo ndio ngazi, ndio kitu kinaitwa lifti ya kukupeleka mahali unakwenda. Sema amina. Sema amina.
Kwa hiyo ukisikia dada yako anakusema sana, kaka yako anakusema sana, shangazi, wifi, mshirika anakusema sema, mwambie wanakuletea taarifa, mwambie aongeze maneno, maana muda sio mrefu na kile kile cha baraka. Yusufu akamwambia, kama nyinyi msingeonyesha chuki, ningebaki tu kwenye upendo wa baba yangu na ningeendelea kuwa mtu wa kuwapelekea kaka zangu jibini ule nyikani. Lakini chuki yenu, cha kwanza, nisikilize, imenifanya kuwa mtu wa kimataifa. Amen. Umeelewa? Kuna watu wazazi wao walikwenda Marekani kama wakimbizi. Sasa hivi baadhi ya watoto zao, kwa mfano una mbunge mmoja Marekani Msomali. Wa Somali sio wa Marekani. Lakini wazazi wake walikimbilia kule. Sawa. Na akawa anaishi kule. Leo ni mbunge wa chama cha Democrat. Walikwenda kwa matatizo. Yusufu cha kwanza akafanyika mtu wa kimataifa, maana anaishi kwenye taifa jipya ambalo ndugu zake hawawezi kuishi, wanaruhusiwa tu kununua vitu na kuondoka. Lakini Yusufu sasa haishi tena pale kwa permit, yeye ni citizen. Tena citizen mwenyewe ana muhuri, ana pete ya mfalme, ama akikugongea hivi wewe ndio unaruhusiwa kuishi. Asipokugongea huwezi kuruhusiwa. Sema amina. Amen. Cha kwanza Yusufu anawaza ya kwamba nimekuwa international person. Alafu cha pili anajiuliza, ningewezaje kwenye nyumba ya Yakobo niwe mrithi mimi mtoto wa 11? Wakati kuna Yuda, kuna Lawi, kuna Simeon, kuna Naftali, kuna Gadi. Hao wote na wengine wangewezaje kuruhusu mimi niwe mtawala pale? Ndio maana Mungu alimpeleka. Ndio maana Mungu alimpeleka. Amen. Nisikilize, kuna wakati hautapata heshima kwenu, lazima uondoke. Kuna wakati ambapo uwezi ukafungua biashara kwa zikaendelea. Wapendwa, mpige macho ya rohoni na muyapime mambo. Kuna wakati ambapo biashara uwezi kufanyia kwenye mji wa nyumbani kwenu, unless uwe mji huo tayari umeshachanganyika na makabila mengine. Kwa mfano mimi naposema hadi Morogoro kuhubiri, wangekuwa Waluguru peke yao nisingeenda. Naambia kweli. Kwa sababu najua mwezi ingekuwa nyingi. Lakini najua naweza kwenda pale nikapata successful kwa sababu makabila yote ya Tanzania yapo. Umeelewa? Kuna wakati ni ngumu sana wewe kupata upenyo kuna unapotokea. Ndio maana Yesu akasema nabii hawezi kukosa heshima isipokuwa nyumbani kwao. Huko uliko ugenini ndio sehemu yako kutafuta. Amen. Umeelewa? Huko hata ukiambiwa beba zege, beba, hakujui mtu. Ila baadhi yenu ndio mshajifanya mnajulikana, hamwezi kubeba zege. Huko hata ukikaa chumba kama kibanda kwa sababu unatafuta fedha, kaa. Hakujui ndugu mwingine yote. Huku hata kama unaishi mahali kunaitwa Makunduchi, ishi. Kwa sababu hapa sio. Unajua mimi hapa natafuta hela. Mtu akija nyumbani kwako, hajakuta sofa ya kukaa, hajakuta mkeka. Usisononeke ukaenda Bulaki ukakopa hela ununue masofa, utanyang'anywa. Kaeni kwenye mkeka hapo. Kuleni chakula kwenye mkeka. Usianze kulinyasi, na mimi nataka sofa la nini hapa kwenu? Baada ya Mungu kukubariki, baada ya Mungu kukuinua, baada ya Mungu kukupa matawi ya juu, kajenge kwenu bonge la jumba la kifahari. Na unaandika lile jumba ni kwa neema tu. Alafu chini Pastor Gaudens Bruce Miungo. Sema amen. Hiyo nitaandika. Na utakuja kuisoma. Ni kwa neema Pastor Gaudens au Miungo family. Na inakaa fronti. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usiogope. Mtu mmoja juzi akanambia, hivi mchungaji, hawa wapendwa wa Dar es Salaam, mbona magari yao hawaweki hata stika za kwamba Yesu ni Bwana? Nikapata mimi nawashangaa. Sisi kule tuliko sisi kidogo ni hatari. Huku huwezi kusema gari zako unazipiga bila mastika. Wapo watu ambao ni wajadina anaweza kuvunja hata kioo cha gari. Lakini huko Bongo, huko Dar, na una gari nzuri, kwa nini usibandike stika Yesu kwa huko? Kwa nini
usiandike maneno kwamba nilikuwa mnyonge, sasa ni mimi nina nguvu. Itawasaidia wengine. Yusufu akawa mtu wa kimataifa, lakini akawa mtu wa pili katika taifa. Sasa ndugu zake wanachachawa, wanachanganyikiwa. Maandiko yanasema mstari wa 7, Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa uokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Sema amen. Amen. Wewe kama ni kijana hujaoa, weka mbona kifuani, sema nitakuwa baba. Wewe kama hujaoa kijana, sema nitakuwa baba. Na kama hujaolewa, weka mbona kifuani, sema nitakuwa mama. Mbona mwingine kifuani? Hamtaolewa. Mimi nasema kwa jina la Bwana. Nasema kama ni binti hujaolewa, weka mkono kifuani na useme nitakuwa mama. Amen. Bwana asifiwe. Unajua mtoto wa kwanza anaumaga sana. Maana ni mtoto ujanani. Malimbuko yako, nguvu zako za mwanzo. Wababa wote hata kama wasemi wanakangelaga, na hasa wale waliopata bahati wakapata mtoto wa kwanza mwanamume. Akimwangalia hivi anasema mwenyewe chumbani, mimi kabisa, ni mimi mwenyewe kabisa. Na mama akipata mtoto wa kwanza wa kike, akwambiwe baba. Lakini akiwa chumbani anajiona yeye mwenyewe, ni mimi mwenyewe kabisa. Ni mwenyewe. Mashindano katika ndoa. Kila mtu anaona hapa niko vizuri. Lakini watoto wote ni wazuri mbele za Mungu. Hata mtoto mbaya. Wote wazuri. Akasema Mungu amenitanguliza ili niwahifadhie uzao. Lazima kanisa liruhusu ndoa takatifu. Amen. Watu waoe na kuolewa. Amen. Na watu waombe kwa ajili ya maombi ya kupata wenzi wao. Amen. Wasijipeleke kuwashirati. Na ndio maana kanisa hili tunasema wazi, tukikujua wewe ni mwashirati, tunakuonya mara ya kwanza, tunakuonya mara ya pili, mara ya tatu tunakutimua. Na kuna ambao wako kwenye njia hiyo. Hapa sio kwenye makanisa mnayazoea huko. Unafanya zinaa, unaachwa. Unazalisha watu, unabeba mimba huko kanisani na hujaolewa. Sio hapa. Amen. Hapa watu wamekusudia kwenda mbinguni. Amen. Wewe fanya tusikuone. Tukikuona tutakwambia hadharani, na tukikuonya mara ya kwanza, ya pili uelewi, tunakuja kuliambia kanisa zima na tunakutupa nje. Na utapiga sana visimu vyako na vipokelewe. Maandiko yanasema shina la uchungu lisije likachipuka likawatia najisi wengi. Leo tukiacha mabito na patapata mimba hapa tunawalea, wote wanapata mimba tu hao. Tusiruhusu shina la uchungu lichipuke. Lazima kanisa tuwe wakali na kukemea kabisa roho za namna hiyo. Na mabinti wajue kabisa kwamba mchungaji anakasirika sana akisikia wewe ni mwashirati. Na ni mimi nakasirika sana nikisikia wewe ni mwashirati, uwe kijana wa kiume au wa kike. Tunajitahidi kukusaidia kiroho. Sio tu kwamba tunapokuambia usifanye uasherati tunakusaidia maisha ya mbinguni, tunakusaidia pia maisha ya duniani. Dada zenu wengi wamezalishwa, hao wanaowazalisha hawapo, hawa mjui. Unajifanya mnazo. Ujui mashangazi zako wamezaa, hata wajomba zako wajui. Ujui madada zako wamezaa, hata hao mashemeji zako wajui. Wewe kwa hiyo unakosa kujifunza kutoka kwenye mtini. Wengine ni mama zenu wamezaa kabla hawajaolewa. Na wewe binti uko pale, ujifunze kwenye hilo. Kwamba mama alipitia maisha haya, mimi sitapitia. Wewe nao unasemaje anafuata mkondo? Acha ujinga. Wewe unadhani mimi nitajifunza kwa watu waliokosea kwamba na mimi nitakosea? Najifunza kutoka kwao ili mimi nisikosee. Na unajua watu wanasema ndio maisha ya siku hizi, ndio maisha ya siku hizi. Si bora ufe ukiwa hujanajisiwa kuliko kazi kubwa unayopewa ya uzuri na
athari kwa kina dada ni kubwa zaidi kuliko kwa vijana. Leo wadada wangapi wanahangaika na watoto na madume yako mitaani, yana spend life, yanakula nchi na wasichana wengine wamekuweka damu. Unajifariji, jamani mwanangu, jamani wanangu, lakini hebu ona jinsi inavyouma. Kama mtu uliyemwamini akaja na kupiga simu kujua mtoto wake anaendeleaje. Jifunzeni. Nimeshasema sio mara moja, wanaume hawajaribiwi kwenye mwili wa mwanamke. Wewe kama ni msichana usije kusema najaribu. Sasa mmoja akaniambia nilikuwa ndani mjaribu ile mvulana kama vitu vimo. Mjaribu uone. Akiweka positive na negative cheche. Alafu ndio jambo moja. Usikize na lugha yao. Kantia mimba, umetiwa mimba, umekubali mimba. Unajinajisi mwenyewe. Na nikwambie, mwanamume yoyote ambaye anakujia alafu anakutangazia mwanzo kufanya zinaa, ngono na kadhalika, hakufai kwenye maisha yako. Ujifunze kwamba kama anakutaka wewe aanze kufanya ngono na wewe hajakuoa, atashindwaje akikutana na wanawake wazuri kuliko wewe akavua nguo zile zile akafanya nao? Au ni mzuri kuliko wanawake wote? Aitokanga tu mwanamume mmoja duniani anaitwa Absalom, alikuwa mzuri kuliko wanawake wote duniani. Haijawahi kuandikwa kwenye Biblia kwamba kuna mwanamke alikuwa mzuri kuliko wanawake wote. Haijawahi kuandikwa. Ila wanawake wazuri walikuwepo. Wewe sio mzuri kuliko watu wote. Kwa hiyo kama huyo kijana kavua suruali akakulalia, atatokea mdada mzuri mwenye kazi kuliko wewe, msomi kuliko wewe, mrembo kuliko wewe, atamvulia pia suruali. Ndio inaanza matatizo. Mwanamume mwaminifu yule ambaye anafunga suruali yake anasema tunasubiri taka ndoa. Amen. Wewe mfulie nguo kutona na kukwambia sisi wanaume, mmoja mwanamume najua kamba tulizo nazo. Kamba zetu utoki. Mpaka tunalia. Lakini machozi ya mamba. Machozi ya mamba ili akumeze. Mamba anapotafuna mtu michozi inamtoka gani? Unaliwa. Be careful. Mwambie yako be careful. Mwambie be careful. Anasema nyinyi mlikusudia mabaya lakini Bwana alikusudia mema. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kanisa lazima lijue ya kwamba linatembea kwenye utakatifu. Na unapopitia kwenye mapito yote haya magumu, usitoke nje, kwa sababu kwenye mapito hayo ndiko baraka yako ilipo. Na kama nilivyosema, popote penye kukusudiwa mabaya ndipo penye muujiza wa kukuinua wewe. Soma Daniel. Soma Daniel. Kama kazini kwako wanakusudia mabaya, ujue kwamba unakwenda kuinuliwa. Nisikilize vizuri. Kama kuna mtu anakusudia mabaya, unakwenda kuinuliwa. Wale walikusudia mabaya, Yusufu akainuliwa. Tazama Daniel sura ya 6. Kuanzia mstari wa 4. Daniel 6 kuanzia mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Daniel kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mtu nani? Mwaminifu. Mwambie Bwana akupe roho ya uaminifu. Huyu mtu alipitia madhila ya hila na ndio Mungu alimuinua sana. Ndipo wale watu, mstari wa 5, alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu awaye yote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa
mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku bila kujua. Lakini aliyetafutwa hapo ni mtu mmoja tu. Hebu jaribu kuwaza, mawaziri, manaibu mawaziri, maliwali, madiwani, yani jopo kubwa linakuja pamoja kumshughulikia Mkristo mmoja. Nisikilize, sio jambo geni ukikuta sehemu kubwa ya familia wanavita na wewe tu. Ujifunze kutoka hapo. Lakini nataka unielewe katika roho, mahali wanapokusudia mabaya pamoja na ukubwa wao watu, ndipo muujiza wako ulipo. Amen. Ndipo muujiza wako ulipo. Amen. Elewa hilo. Hawa watu wanatengeneza hila. Danieli hata hajui, na wanamdanganya mfalme, wanasema wote tumekubaliana kwenye kikao Danieli hakuwepo, na alikuwa miongoni mwa watu 4 wakubwa, na wakamfanyia hila. Watu hawapangaji hila wewe ukiwepo, hawakusengenyi ukiwepo. Maana unaona anasema mbona waseme nikiwepo? Hawasengenyaji ukiwepo, mpaka uwape kisogo. Acha wasengenye, acha wapange hila, maana penye mabaya, wanapopanga mabaya ndio penye kuinuliwa kwako kwa jina la Yesu. Amen. Walipopanga yote haya, mstari wa 10, hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Hakuacha. Kuna watu wakifadhaishwa kidogo, hata nguvu ya maombi wanapoteza. Hebu jaribu kwanza, ukiudhiwa na mmeo huo unaomba, ukiudhiwa na mkeo huo unaomba. Eti kuna watu wanasema, yani wewe umeniharibia siku kwa jinsi nilivyonikwaza, na shinda hata kuomba. Wewe una tatizo. Danieli alipojua ya kwamba kumewekwa kitu ambacho ni hatari kwake, ndio akaenda kuomba zaidi. Unapojua kuna hatari ya ndoa, ndio wakati wa kuomba zaidi. Unapojua mume wako amegafirika kwenye ndoa, ni wakati wa kuomba zaidi. Unaposikia mke wako amegafirika, funga mdomo, acha kusema naye sana, acha kuhangaika na maneno, unaenda kwenye maombi zaidi. Danieli akwenda kwa mfalme, kumwambia mfalme, hiyo marufuku amefanya hila. Asingeweza kushinda kwenye kura. Wote wamepiga kura kwamba iwe hivyo, yeye tu angeshindwa. Unapoona shida za biashara yako, mradi wako, acha kusema, nenda kwenye maombi. Walipoona sasa Danieli kashaingia kwenye mtego wao, tunaruka baadhi ya maandiko kwa ili tuende kwa haraka. Wakaja kwenye mstari ule wa 12, ndipo sura 10 mstari wa 12, ndipo mstari wa 12, ndipo akamkaribia akasema mbele za mfalme katika habari za ile marufuku ya mfalme. Je, ukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mstari wa 13, mfalme alikubali, ni kweli. Mstari wa 12 mwisho akasema ni kweli. Mstari wa 13, basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aliomba dua mara 3 kila siku, sema nitaomba. Ni kweli. Kama tutapigwa marufuku tusiabudu, tutaabudu. Kama tutapigwa marufuku tusiombe, tutaomba. Kama tutapigwa marufuku tusiende kanisani, tutakuja kanisani. Wakasema hakujali wewe wala ile marufuku, lakini sio kweli. Danieli anatii mamlaka zote za nchi, anamheshimu mfalme, anamjali mfalme, na ile marufuku alikuwa anajua ingekuwa halali pia angeheshimu, lakini ilikuwa ni hila. Yeye anasema Dario akaanza kutaabika, akatafuta kila njia ya kufanya muokoe Danieli, ikashindikana. Sura 14, basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana,
akakaza moyo wake ili kumponya Daniel, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Yani mfalme akutoa amri Danieli atumbukizwe kwenye tundu la simba mpaka jioni. Na jamaa wanachochea, yani mfalme, mbona unakawia? Mamlaka yako mbona huitumii? Tumia mamlaka yako. Unajua hizi mambo ya kuchochea viongozi mpaka leo yapo. Watu wanachochea viongozi kupitia vyombo vya habari, wanachochea viongozi wakiwa nao sirini, wanawachochea. Dario hataki kufanya wanachotaka, lakini wanamwambia umeshatia amri, lazima ufanye. Huyu hela asipewe, utapewa kwa jina la Yesu. Huyu kazi asipewe, utapewa kwa jina la Yesu. Wanachochea, wanavyochochea, lakini hayo wanayapika hayatawiva. Amen. Wachochea tu. Wanamchochea mfalme, wanamchochea. Dario anatamani kusema hivi, kwani nyinyi ndio mnatawala? Lakini kwa sababu anaona kundi kubwa limeshasaini na siasa za dunia wengi wape, akaona basi. Biblia inasema mstari wa 17, kwa huzuni sana. Tuanze mstari wa 16. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel, wakamtuma katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Sema amina. Weka mkono kifanye, sema Mungu wangu ninayemtumikia daima, yeye atanibariki. Maneno haya yatumie kila mara. Mfalme Dario hajaamini. Mfalme Dario sio Myahudi. Mfalme Dario sio Mwebrania, lakini akajua ya kwamba Danieli ana Mungu. Nataka ujue ya kwamba wewe una Mungu. Amen. Nataka ujue kati ya ndugu zako wewe una Mungu kuliko wao. Amen. Wasikutikise. Amen. Kuna watu wanakuwa wanyonge kati ya ndugu zao. Mimi napoongea ndugu zangu naongea kwa ujasiri, naambia mimi nina Mungu. Yeye ndiye kwa waganga, ndiye kwa wachawi, ndiye kwa washirikina, mimi nina Mungu kwenye maisha yangu. Amen. Wanakuja kusema, unajua kuna mambo mengine huwa anahitaji kidogo tufanye mila. Nasema nina Mungu. Amen. Sema amina. Amen. Akasema Mungu wako unayemtumikia akutetee kwenye hii hila. Mungu wako unayemtumikia akutetee kwenye haya mabaya. Nami nakutamkia Mungu akutetee. Nasema akuponye na maradhi, akuponye na magonjwa, akuponye na umasikini. Huyu Mungu ambaye umeweka zaka zako, sadaka zako, dhabihu zako, umeweka vitu vyako kwa uaminifu, maombi na mifungo, akutetee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sadaka zako zisiende bure. Matoleo yote unayatoa, ambaye angeweza kujenga nyumba, angeweza kununua gari, angeweza kufanya mambo mengi, ndio nimesema, na yaleta madhabahuni kwa ajili ya Bwana, yalete majibu katika jina la Yesu Kristo. Dario akasema huyo Mungu unamtumikia akuponye na hawa simba. Amina. Daniel alisema amina ya kimya kimya, akisema amina sana. Daniel alijua kwamba sasa nakwenda kuinuliwa kuliko makundi ya watu, na kwenda kuinuliwa kuliko wao. Kilichotokea, Biblia inasema sasa kuanzia mstari wa 18, kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha. Nisikilize, wakati ambapo unatembea katika nguvu za Mungu, wakati unaonewa, kuna mtu ambaye Bwana anamwandaa kuinua apate usingizi kwa ajili yako. Na ndio maana akina dada, msiwe na haraka. Watu wengine msiwalazimishe. Wako ambao watakosa usingizi kwa ajili yako. Wapo. Amen. Sio watu wanakosesha wewe usingizi, wanakuliza, wanakuumiza, wanakuonea. Achana na hao. Yupo mtu ambaye alali, anatamani asikie umemwambia usiku mwema. Halo. Amen. Halo. Amen. Yaani kuna mkaka halali. Sio wewe unajipeleka. Yaani mchungaji atumia formula ya Ruth, achana nayo. Wewe kwa naoana kina saba. Kwamba mtu akiolewa huko aendelee kuolewa huko. Sisi hatuishi kwa kina saba. Unaweza kuwa deep life ukapata mume TG, ukapata mke mume DGT, ukapata afu hapo. Wasichana walivyo wazuri hawa, wasichana ambao tunajitahidi kuwafundisha wanajitunza. Ulifikiri wanaume hawataki hapa? Wasichana ambao anakuambia miaka 7 nimekaa na Bwana, miaka 10 nimekaa na Bwana, huyo ni kama bikira.
Lakini huko mitaani wanapekuliwa kila siku kama wanagunguni na chawa. Si utulie. Mtu akosesha usingizi. Wewe tulia tu. Anakupigia simu 8 za usiku, mwambie tulia kwa sababu niko na Bwana. Maandiko yanasema Dario akakesha, hakulala, akataka viletwe na vinanda, hata hivyo hakuvifurahia. Alikuwa anatamani asubuhi ifike haraka saa 12 asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda kwa haraka kabla ya muda wake wa kazi mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, watasema mwaka huu. Nasema watasema mwaka huu. Mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Sema amina. Daniel hakutaka kumkumbusha Dario kwamba uliniombea jana lakini umesahau. Dario alikuwa amesahau. Alikuwa anakuja asubuhi akitarajia akute mifupa, na nataka nikwambie alikusudia wale simba wote kuwaua. Wanazuoni ndio wanavyotuambia. Angekuta Daniel ameliwa, simba wote wangeuawa, na wale wote waliosababisha fitina alikusudia kuwaua. Mfalme alikuwa na hasira usiku kucha. Alikaa akasema kwamba kama mimi ni mfalme naendeshwaje na hao watu? Kwa hiyo alikuwa anakimbilia kwenye tundu la simba ili akimkuta Daniel ameuawa naye aanze kuua watu. Na akimkuta Daniel mzima anaua wale ambao walimchochea. Na ndio alichofanya. Vitu vingine viandikwa kwenye Biblia tunavisoma kwenye vitabu vingine mbalimbali. Mfalme usiku ule akaanza kujiuliza nani rais? Akaanza kuangalia wale wachochezi. Kati mimi na yule nani rais? Kati mimi na yule nani mfalme? Akasema kesho kitaeleweka. Asubuhi akukimbilia ofisini. Akakimbilia kwenye tundu la simba. Watakukimbilia mahali ulipo kwa jina la Yesu. Nasema asubuhi mapema wataanza kupiga simu yako. Kabla hujaamka mapambazuko ya asubuhi unasikia simu. Wewe ndio fulani anasema ndio mimi, njoo haraka. Nafasi yako ipo kwa jina la Yesu. Nasema nafasi yako ipo kwa jina la Yesu. Nasema nafasi yako ipo kwa jina la Yesu. Utaitwa kwa haraka. Na utamwona Mungu akifanya kazi na wewe. Amina. Biblia inasema Daniel mstari sasa wa 23. Anasema mstari wa 22. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya simba, nao hakunidhuru. Kwa nini hakunidhuru? Kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru amtoe Daniel katika ile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika ile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Unamtumaini Mungu? Amen. Unamtegemea Mungu? Amen. Tulia. Tulia. Kaa na hao simba, kaa na hao vifaru, kaa na hao chui, kaa na hao dubu. Tulia. Amen. Anasema kwa sababu alimtumaini Mungu wake. Shida kubwa, wengi hawamtumaini Mungu. Shida zinawatoa kwenye kumtumaini Mungu. Shida zinawatoa kwenye kumtegemea Mungu. Lakini maandiko yanasema simba hawakumdhuru, wachawi hawakumdhuru, waganga hawakumdhuru, maamini hawakumdhuru, kwa sababu alimtumaini Mungu wake. Yeyote anayekusudia kukudhuru hataweza kukudhuru. Nasema hataweza kukudhuru kwa sababu unamtumaini Mungu wako. Mstari wa 24 kile ninachokwambia. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu walio mshtaki Daniel, wakatupwa katika tundu la simba. Haya mfalme alikusudia tangu usiku. Wakatupwa katika tundu la nani? La simba. Wao na kina nani? Na watoto wao na wake zao. Na simba wakawashinda, wakawavunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Nisikilizeni nyinyi ambao katika ndoa. Hili jambo la muhimu sana. Wewe kama baba katika ndoa, unapofanya vitu vya kinyume, laana haitaishia kwako. Inakuja na kwa mkeo, inaenda na kwa wanao. Makosa
hawakufanya wale wake wa maamiri. Makosa hawakufanya wale watoto wao, wala walikuwa hawajui kinachoendelea kazini. Lakini tazama, wameingia katika adhabu ya baba zao. Wewe kama ni mke huko kanisani na mume wako anafanya makosa, muonye. Kwa sababu ukiyabeba hayo makosa yatawadhuru wote, yatawaharibu wote. Wewe unadhani uko salama. Waliokosea ni wale kina baba. Lakini ilipokuja laana, Biblia inasema waliletwa na wake zao. Watoto walilia, hawajui kilichokuwa kinawatokea. Waliletwa na wake zao na watoto wao, wakaambiwa kwa sababu huyu baba yenu alikuwa na roho ya uovu, mnakufa pamoja naye. Ukiwa mke wa mtu aliyeokoka, usishiriki dhambi za mumeo. Ukiwa mume wa mwanamke aliyeokoka, usishiriki dhambi zake. Sijui kama unanielewa hapo. Hili ni tatizo kubwa. Watu wanajaribu kufichiana dhambi kama Anania na Safira. Utaumia. Utaumia. Usimfichie mkeo kosa. Kama kafanya, kamwambie mchungaji, mke wangu hapa kakosea, na tunatubu kwa pamoja. Usimfichie mumeo kosa. Mwambie mchungaji, hapa mume wangu kakosea. Hii zaka hatukuileta, hii sadaka hatukuileta, na nilimwambia lakini alingangania, kakosea, tumekosa. Vinginevyo mtakufa pamoja. Vinginevyo mtajikuta mnaingia kwenye matatizo pamoja. Makosa ya Anania, alipokuja Safira, naye kafa kama alivyokufa Anania. Mimi sitakubali iwe makosa ya mtoto wangu, iwe ya mke wangu, iwe ya mshirika, yaniingize katika uovu kwa sababu eti nayaficha. Eti aibu. Be careful. Uwe makini. Binti anakaa na wewe, anatoa mimba. We mama unajua, baba unajua, unaficha. Huyo Mungu wa mbinguni anayeona, anajua alichokifanya binti, na wewe umenyamaza. Adhabu yake utaipata. Adhabu yake utaipata. Utaanza kushangaa mapigo ya ajabu yanakuja kwenye nyumba yenu, kwa sababu unamlitia yule mwanamke kahaba. Kosa la mwanao usilifiche. Jishtaki mwenyewe. Mchungaji, mwanangu kaingia kwenye dhambi za zinaa, nataka mimi na wewe tusimame tufanye kitu. Utakuwa salama. Anasema muonapo mtu mwovu, usipomwambia, hiyo damu itaitaka. Watu wengi tuna tatizo hilo na kuficha uovu wa watoto wetu, mabinti zetu, kuficha uovu wa wake zetu. Mke wako anakopa vitu ovyo vya watu na hataki kulipa, unamtetea. Mume wako anafanya mambo ya ovyo na unamtetea. Utabeba mzigo anaobeba. Hao watoto hawakuwa na makosa. Wale kina mama walikuwa wanaendelea na kazi zao, wanashangaa siku hiyo wote wanakuja kuchukuliwa. Wanapelekwa kwa mfalme, wanauliza, je, kuna karamu? Wanaambiwa hatujui. Wanafika pale wanaambiwa waume zenu walifanya fitina na nyinyi mko washauri wote. Dario huo usiku alikasirika kupita mipaka. Hakuwa na uwezo hata wa kufikiria nani ni muache, nani aishi. Hasira ilipindukia, na wafalme wa Uamedi, ufalme wa Wajemi ndio ilikuwa tabia yao. Unakumbuka wakati wa Mordekai, hao maangamizi mtu mmoja. Mungu azirehemu familia zetu kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu azirehemu familia zetu kwa jina la Yesu. Amen. Na kama kuna uovu wote tulioficha, Bwana atusamehe. Bwana atuoshe. Na tuwe tayari kuuweka wazi ili usije ukatudhuru na ukatupeleka mahali pabaya. Hii unaisikia leo itabaki hivyo milele kwenye masikio yako na kwenye maisha yako. Mstari wa 25, ndipo mfalme Dario akaandika kwa watu wa kabila zote na mataifa yote wa lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani iongezwe kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, Danieli anaanza kuinuliwa hapo,
watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa nani? Wa Danieli. Watamheshimu Mungu wako. Nasema watamheshimu Mungu wako. Dario akasema Mungu wa Danieli ndio awe Mungu. Maana washtaki wake wameshindwa na simba hawakuweza kumdhuru. Hakuna atakayekudhuru kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hakuna atakayekudhuru kwa jina la Yesu. Amen. Dario akaendelea kutiririka. Akasema maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake inadumu hata mwisho. Yeye uponya na kuokoa, utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyefanya nini? Aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Sema amina. Amen. Sasa nataka mstari wa 28 ushike na uupigie mstari au kiasi gani usome pamoja. Mstari wa 28. Umefika baba? Umefika baba? Amen. Moja mbili tatu twende. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajiri. Utafanikiwa. Amen. Nasema utafanikiwa. Amen. Nasema utafanikiwa. Amen. Yaani kwenye ila zao ndiko kuliko mafanikio yako. Kwenye uchafu wao, kwenye mabaya yao, kwenye maombi yao yasiyo na maana, wanaomba kinyume ili kwamba usiendelee usifanikiwe, utakwenda kufanikiwa kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema Danieli huyo akafanikiwa kuanzia utawala wa Dario, utawala wa Koreshi, utawala wa Nebukadneza, utawala wa Belshaza mtoto, falme 4. Hakuna utawala ambao Danieli hakufanikiwa. Ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Nasema ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Tuko katika awamu ya 6 ufanikiwe. Mwenyewe tumeshapita awamu ya 5, awamu ya 4, awamu ya 3, wengine walikuwa mpaka awamu ya kwanza kama bado hapo. Zote ulikuwepo. Sasa ufanikiwe na hii ya 6. Nasema ni awamu ya 6 ufanikiwe. Usije ukasema yaani mimi sioni mafanikio. Natamka ufanikiwe kwa jina la Yesu. Natamka ufanikiwe kwa jina la Yesu. Hata katikati ya dimbwi la kitisho cha korona ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Nasema ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Mahali popote ukiona watu wanatengeneza hila, wanatengeneza chuki, wanatengeneza ubaya, hapo ndo mahali penye mafanikio yako kwa jina la Yesu. Pale uliposimama mwambie Bwana, najua kwa hila zao na kwenda kufanikiwa. Kwa chuki zao na kwenda kufanikiwa. Kwa lolote lile ambalo wanapanga kinyume, hata kama wamekushtaki, hata kama una kesi nao, hata kama kuna jambo ambalo wameliweka hapa na pale, wewe utakwenda kufanikiwa. Omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, wao wamekusudia mabaya, lakini najua Kristo anakusudia mema. Wao wanakusudia maovu, lakini najua Jehova anakusudia mema. Wao wanapanga hila, wao wanapanga mikakati mibaya, wanapanga kuondoa katika ile nyumba, wanapanga kuondoa katika ile kazi, wanapanga kukuondoa kwenye ile biashara unayofanya. Wakati wanapanga hivyo, hapo ndipo Mungu anatengeneza mafanikio yako. Hapo ndipo Mungu anatengeneza baraka yako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Ili jambo nataka nikwambie. Unajiona una elimu? Unajiona una connection? Connection una ya Norway, Sweden, Denmark, Canada, USA. Connection una. Lakini Bwana aliyetengeneza njia ya Yusufu na Danieli akutengeneza njia. Amen. Una connection ya kufikia yule mkurugenzi ama yule chairman. Connection una. Mungu atengeneze njia ya wewe kukutana naye. Amen. Atengeneze njia ya wewe kumfikia. Amen. Na unapomfikia tu, muujiza wako uko tayari. Amen. Unasema sina connection ya kukutana na PO. Sina connection ya kukutana na commissioner. Sina. Bwana anatengeneza njia. Amen. Yesu anatengeneza njia. Amen. Yesu anatengeneza njia. Amen. Sema Bwana Yesu. Sina connection ya kule na kwenda kwenda.
Lakini wewe Yesu unayo connection, unayo njia, nami njia hiyo ndio sasa naipita. Niongozi, nielekeze, nipeleke, nikakutane na Farao wangu, nikakutane na Dario wangu, nikakutane na Koreshi wangu. Asante kwa kweli nakwenda kukutana na miujiza yangu, baraka zangu, fedha zangu, mke wangu, mume wako naenda kukutana naye, muujiza wako naenda kukutana nao. Mungu nakushukuru kwa sababu kwa maneno haya niliyosema njia imeshatengenezwa. Njia imeshatengenezwa. Njia imeshatengenezwa. Amen. Hata kama umri wako ni mkubwa, njia ya kupata kazi nzuri imeshatengenezwa. Amen. Hata kama umri wako si mwanamwali, njia ya kuingia kwenye ndoa imeshatengenezwa. Amen. Hata kama wewe unaonekana una mtu unayemjua kwenye ile eneo, kwenye ile wizara, kwenye ile idara, kuna mtu Mungu ameshamwandaa. Dario yuko kwa ajili yako. Koreshi yuko kwa ajili yako. Farao anakusubiri. Maana aliyesema uje. Mungu, tutazame neno hili ambalo limelinena leo siku ya 30. Ukalithibitishe kwa kila aliyesikia. Ukalithibitishe kwa wale yote anayelifuatilia kwenye mvua za baraka, ya kwamba unatengeneza njia ya kumfikia Farao wake. Unatengeneza njia ya kumfikia Koreshi wake. Unatengeneza njia ya kumfikia Dario wake. Hiyo njia ikawe wazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Walionyoosha mkono juu yako wanaharibiwa wao. Wanaharibiwa wao. Waliyetuma majini, mapepo, mashetani juu yako, ninayamrisha majini yarudi kwao kwa jina la Yesu. Ninayamrisha yarudi kwao kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa yarudi kwao kwa jina la Yesu. Kila matamshi ya kutamkia mikosi, balaa, nuksi, naamrisha ing'oke juu yao irudi kwao. Naamrisha ing'oke juu yako irudi kwao. Naamrisha ing'oke juu yako irudi kwao. Chochote kibaya cha kitonga juu yao kinarudi kwao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana liangalie neno lako, ukalithibitishe siku ya leo. Waangazie watu wako nuru ya uso wako. Uwafadhili watu wako. Uwatangulie watu wako. Ukawape amani ya moyo, amani ya maisha. Na Bwana, kwa baraka huu asiwepo atakayekosa hii baraka. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga makofi.